Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari la neno la Mungu leo Ijumaa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tafakari yetu la leo linatoka katika Injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 35 hadi 37. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Utukufu kwako, Bwana. Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, alijibu akasema, "Usemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako." Daudi mwenyewe asema Bwana, basi amekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni tutafakari Injili hii, na tafakari letu liende na maneno haya: sahihisha mafundisho ya uongo. Kristo anajibu madai ya waandishi kwamba yeye ni mwana wa Daudi. Masia sio mwana wa Daudi. Masia ni Bwana wa Daudi, sio mwana. Masia ni mkuu kuliko Daudi, ingawa anatoka katika ukoo wa Daudi. Pamoja na ukweli huo, kati ya Wayahudi kulikuwa na maoni ya uongo kumuhusu Yesu Masia. Wengi hawakuelewa kwamba Yesu ni Masia mteswa. Yesu hakuwaacha katika upotovu wa mawazo yao. Aliwasahihisha kwamba yeye ni Bwana wa Daudi. Daudi mwenyewe alimuita Bwana, sasa aweje mwanaye? Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha kusahihisha mafundisho ya uongo. Inabidi tusahihishe kwa ujasiri mafundisho ya uongo juu ya yanayopingana na mafundisho ya Kikatoliki, juu ya mambo, kwa mfano namba 666, mafundisho ya uongo juu ya Papa Baba Mtakatifu, mafundisho juu ya uongo juu ya Mama Maria, mafundisho ya uongo kuhusu sanamu, mafundisho ya uongo kuhusu rozari, mafundisho ya uongo juu ya vitabu vya Biblia, mafundisho ya uongo juu ya msalaba na kadhalika. Ndugu zangu, Mungu anayejua yote atusaidie katika kutafuta ukweli na atufundishe jinsi ya kulipenda kanisa na kutetea mafundisho yake bila woga. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.